Na mabalozi wa amani kutoka kaunti mbalimbali nchini wanakutana hapa Nairobi kwa mafunzo ya siku 3 yanayolenga kuimarisha juhudi za kujenga amani na kukuza uwiano na mshikamano wa kitaifa. Mpango huo unalenga pia kuwapa mabalozi hao ujuzi na maarifa yanayohitajika kukuza kuishi kwa amani katika jamii zao. Mkutano huu unakuja kabla ya maandamano yaliyopangwa ya kukumbuka vijana wa Gen Z wa Juni 25 mwaka 2026. Mabalozi hao wanahimizwa Wakenya kudumisha amani, kuwa na subira na kuepuka uharibifu wa mali, huku wakiwaonya wanasiasa wanaotumia magenge ya wahuni kuleta vurugu nchini. Taka Wakenya wote wakuwe na amani. Hata watu wakifanya mambo ya maandamano waandamane kwa amani, kwa sababu hii mambo ya kuandamana, watu wanachoma magari, watu wanatupia viongozi mawe, wanatusi watu. Tunaomba watu wakae kwa amani, kwa sababu Kenya ni yetu, na tukiharibu Kenya hatuna nchi nyingine Kenya kwenda. Waendeshe siasa kwa njia safi, wawache matusi. Wakiwa kule Chukua, kuna viongozi ambao wako katika Chukua wanatumia njia sawa kwa matusi sana, na matusi hii ikiendelea katika taifa letu la Kenya haiwezi kujenga taifa letu. Kungeonelea kwa sababu gani hawa viongozi ya siasa, ikiwa wakati ya kwenda siasa wanapenda kanisani na wakati saa zile hakuna siasa wapendi kanisa? Mimi ningeonelea wafungiwe nje kabisa, wakae kule nje, wafanye siasa yao mahali pale, na mahali ya kuabudu ikuwe mahali ya kuabudu. Tungependa watoto wetu watumike vibaya, haswa vile tunaona viongozi wetu wa kisiasa wanatumia watoto wetu Gen Z, wanaharibu vitu, wanachoma biashara za watu, wanapigana na viongozi pia. Unapata wamepigana na polisi ambao wameenda labda kuweka usalama mahali pale, inakuwa vita. Hatungependa watoto wetu watumike vibaya, alafu wanaharibu nchi yetu ambayo tumeijenga kwa muda mrefu.